Tuna sheria ya jeshi la polisi ambayo tunadhani ina kasoro. Imeshazungumzwa hivyo kwenye tume ya kushughulikia masuala ya haki jinai ya Jaji Chande, na ukiangalia unaiona sheria hiyo pia kwenye ripoti ya tume ya Jaji Chande iliyoundwa na rais kuchunguza matukio ya vurugu wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Sasa mapendekezo yetu Chauma kwa sasa yafanyike marekebisho madogo, hasa kifungu cha 40 mpaka 46, ili sheria hii katika kipindi hiki cha mpito ipunguze yale makando kando yanayolalamikiwa, lakini sheria kamili ya utendaji kazi wa jeshi la polisi ije iundwe baada ya kuandikwa kwa katiba mpya. Maanake tukisema sasa tunakwenda kuiandika upya sheria yote ya jeshi la polisi, hatujajua katiba italeta mapendekezo gani kuhusu jeshi la polisi. Pengine yataathiri au yatalazimisha hiyo sheria mpya mtakaokuwa mmeiunda sasa ifanywe marekebisho. Kwa sasa tufanyie marekebisho vipengele ambavyo tunadhani vinaleta ukakasi, lakini sheria kamili ya utendaji kazi wa jeshi la polisi ije iundwe baada ya kukamilika kwa kuandikwa kwa katiba mpya. Mabadiliko ya sheria nyingine mbalimbali ambazo zinaminya uhuru na demokrasia kushamiri nchini kama vile sheria ya takwimu mwaka 2015, sheria ya huduma za vyombo vya habari 2016, sheria ya makosa ya mtandao 2015, sheria ya asasi na hazaki za serikali yani NGO na nyinginezo mbalimbali yafanyike ili kuwezesha mchakato wa kuipata katiba mpya uwe huru kwa makundi yote. Kama tunadhani kuna sheria kwa namna yoyote itakwaza watu ama kushiriki kwa uwazi na kwa ukamilifu katika kutoa maoni yao na kuwa sehemu ama washirika wa kupatikana kwa katiba mpya, sheria hiyo ifanyiwe marekebisho kwenye hicho kipengele, ili kutomzuia mtu yoyote au kutokwamisha, kutokwaza mchakato wa kuandikwa kwa katiba mpya. Lakini sheria nyingine zote bila shaka baada ya kupata katiba mpya, sheria hizi zitaandikwa upya na zitakuwa salama zaidi. 5, itungwe sheria mpya kutekeleza mapendekezo yote yaliyotolewa na ripoti ya Jaji Chande ili serikali itekeleze mapendekezo hayo kwa ukamilifu. Ndugu zangu, tukiendelea tu kupiga kelele bila kuonesha njia tutapata shida. Na sisi Chauma hatutaki kupiga kelele bila kutoa majawabu. Ndio maana tunapendekeza iundwe sheria maalum itakayosimamia utekelezaji wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande. Tukisha kuunda sheria, maana tutaongozwa sasa na sheria. Kwa sababu bado tunarudia tena, hayupo anayepingana na Jaji Chande kwamba yale ndiyo matatizo ya taifa. Hayupo. Na wala hayupo anayepingana na Jaji Chande kwenye masuala yote ya msingi kuhusu katiba mpya, tume huru ya uchaguzi, utekaji na kadhalika. Hayupo. Sasa tuunde sheria basi, tukasimamie utekelezaji wa masuala yale, kwa sababu yakipatiwa utatuzi tunakuwa tumetatua changamoto nyingi kwa wakati mmoja za kiuchumi, kisiasa na kijamii kwenye nchi yetu. Kwa hiyo ndio rai ya Chauma kwenye suala hilo. Badala kuishia tume zinaundwa hakuna utekelezaji, sasa tufanye nini? Ndio maana Chauma tumekuja na solution, pendekezo hili, sheria iundwe. Kuhusu ugumu wa maisha, imezungumzwa na Jaji Chande kwamba kama moja ya chanzo serikali ifanye maandalizi ya kukabiliana na kupanda bei za pembejeo za kilimo na hasa madhara yanayotokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati ambako mbolea zinazalishwa kwa wingi, athari ambayo itasababisha kupanda zaidi kwa bei ya vyakula nchini. Serikali iona umuhimu wa kuwa na bajeti ya dharura kwa ajili ya wakulima na hasa kwenye upatikanaji wa mbolea katika msimu huu wa kilimo. Ndugu zangu, sasa hivi tunapigia kelele mafuta, lakini kamati kuu ya Chauma imekaa na kufanya tathmini. Kama tunavolia kwa mafuta, huenda tukalia kwa mbolea. Sasa tusipochukua tahadhari mapema, gharama ya kilimo itakuwa kubwa na hatimaye miezi michache ijayo bei za vyakula zitapanda.
Kwa kamati kuu inaishauri serikali ichukue tahadhari zote sasa juu ya kukabiliana na uwezekano wa gharama za mbolea kupanda zitakazosababisha bei ya vyakula kupanda. Na hapa ndipo tunaposema tunajitahidi kadiri ya uwezo wetu kufanya constructive politics. Siasa zinazoleta majawabu, sio siasa zinazokwepa wajibu wa chama cha siasa kuleta majawabu na kutaka mambo yawe ni ajenda za kudumu. 2, kupanda kwa gharama za usafirishaji kulikotokana na kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Serikali iondoe tozo na kupunguza kodi ambazo zimewekwa kwenye bidhaa za mafuta ili kupunguza gharama kwa wananchi katika kipindi hiki cha mpito. Aidha, waziri mwenye dhamana aitishe mkutano maalum wa wadau wa kitaifa ili kujadiliana kwa pamoja kuhusu hali ya mafuta nchini ikiwemo bei zake. Hili kwetu tunaliona la msingi sana. Maana upande mmoja kuna wafanyabiashara, upande wa pili kuna serikali, upande wa tatu kuna watumiaji, wananchi. Utatu huu ukutanishwe kwa pamoja. Uitishwe mjadala, wananchi tuwahoji wafanyabiashara, watueleweshe tuwaelewe. Wananchi tuwahoji serikali, watueleweshe tuwaelewe. Tutengeneze ufahamu wa pamoja na tukubaliane kama taifa juu ya mwelekeo wa suala la mafuta ya dizeli, petroli na mafuta ya taa. Inawezekana. It is out of their control. Inawezekana. Basi waje watueleze. Uwe kabisa ni mdahalo na sio wa watu wawili watatu. Ufanyike utaratibu, yani kuwe na mdahalo juu ya uelewa wa pamoja wa masuala yanayohusu mafuta. Tukishauri, tushauri baada ya kuelewana. Na tukikubaliana, tukubaliane. Na yule atakayekwenda nje ya makubaliano ya kitaifa juu ya masuala haya, basi awe adui yetu. Awe adui yetu. Kwa sababu huku wananchi hata hatujui, tunaambiwa tu gharama zimeongezeka, bei itaongezeka kwa asilimia hiki sawa na shilingi hiki, tunabeba tu, tunalalamika tu, jamani mzigo mkubwa, mzigo mkubwa. Tuitwe, yani uwepo na mjadala. Waziri mwenye dhamana ya masuala ya nishati aitishe mjadala wa kitaifa, na uwe mjadala wa wazi tena mpana. Wananchi tueleweshwe, hivi haya mafuta yananunuliwaje? Yanaletwaje? Yanasafirishwaje? Yanapangwaje bei? Huko yanauzwaje? Tujue. Na wafanya biashara nao tuambie utaifa wenu kwenye hili uko wapi? Na wafanya biashara tuwaulize utaifa wenu kwenye hili uko wapi? Je, kutajirika? Au wanatamani kutajirika lakini kutusaidia Watanzania hizo? Kwa serikali wajibike, wafanya biashara wajibike, na wananchi tuwajibike. Tuwe na uelewa wa pamoja juu ya jambo hili. Kwa hiyo la kamati kuu ya Chauma kuhusiana na suala hilo, itafutwe njia ya kuondoa tatizo la ukosefu wa ajira kwa vijana nchini na hasa kuboresha sekta ya kilimo, tusialisha ajira. Ndugu zangu, ajira ni tatizo. Ajira ni tatizo. Na kama taifa tunahitaji kutuliza akili kwa pamoja, nguvu ya pamoja. Tunahitaji, kuna eneo la kilimo liwekewe mkakati maalum. Kuna eneo la utalii, kuna sekta ya madini, kuna sekta ya ubunifu, iwekewe mikakati maalum. Mathalan, sisi tumetafakari, wataalamu watatuambia inawezekana kwa kiwango gani au haiwezekani kwa kiwango gani. Kwa mfano, leo serikali ikatangaza challenge kwa kampuni yoyote yenye uwezo wa kuzalisha labda ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, yani direct and indirect employment, labda 1000 mathalan katika kipindi cha mwaka mmoja au katika kipindi cha miaka miwili. Mathalan, natoa mfano kwamba atakayeweza kufanya hivyo tutamuondolea kodi katika kipindi cha miaka 3. Kwa sababu utapunguza kodi
anayolipa yule mtu, labda kuna ile kodi wanaita wanaita service development skills development levy, SDL, skills development levy. Kwa hivyo serikali ikiamua tu kwa bana, atakayezalisha, atakayekuja na package inayotuonesha kwamba ana uwezo, ile roadmap, una uwezo kuzalisha ajira labda 1000 katika kipindi cha mwaka mmoja au miaka miwili, direct and indirect, wewe tutakuondolea SDL kwa miaka miwili au miaka mitatu, au tutawaondolea hao 1000 walio waajiri hao nafuu ya kuwalipia SDL kwa miaka miwili au miaka mitatu, au tutawaondolea hifadhi ya jamii ile ule mchango unaotolewa na serikali, tutakuondolea, tutakuchangia sisi, au yani ule unaochangia wewe, tutakuondolea labda kwa miaka miwili au kwa miaka mitatu, ili wafanye watu wahamasike kuajiri, kwa sababu watu wanaweza. Lakini pengine watu wanaona wanapoajiri kuna mzigo wa gharama ambao mwajiri naye anaubeba. Mathalan sekta ya utalii, labda mtu badala ya kuchukua watalii 8 kuwaingiza kwenye gari moja, ukimpa incentives za aina hizo, anaweza akawa na gari 2 huku 4 huku 4, umeshazalisha dereva, umeshazalisha tour guide. Multiply effect yake ni kubwa. Dereva mmoja ukimwajiri leo anaweza akahudumia ndugu na jamaa wasiopungua 15, wakamtegemea yeye kwa maisha yao ya kila siku. Yule ukimpa ajira, yule atakwenda kununua kiwanja hicho, sasa utapata kodi huko kwenye kiwanja. Atanunua simenti ajenge, utapata kodi kwenye simenti. Lakini umeondoa SDL tu, pengine mathalan, utazalisha kodi nyingine, lakini huku unazalisha ajira na unastawisha maisha ya Watanzania. Na pengine hiyo challenge itakuwa kwa umri maalum, kwa bana wewe unaowaajiri wasizidi miaka 40 mathalan, au wasizidi miaka 35 mathalan, ili tuwaondoe vijana wengi nje ya soko la ajira, waingizwe kwenye soko la ajira rasmi na isiyo rasmi. Serikali ije na mbinu mbalimbali. Kuna hizi bilioni 200 zimetolewa, bado tunaendelea kuzifuatilia kama Chauma utekelezaji wake, na mmekuwa mkimsikia mratibu wa vijana wa Chauma Taifa Masud Mambo akilizungumzia sana hili jambo. Tunaendelea bado kufuatilia, bado tunahitaji mipango mingi namna ile. Mimi kwa mfano wakati wa kampeni nilipokuwa kanda ya kaskazini ambako sekta ya utalii imeshamiri, unaambiwa